Bwana aweze kutubariki sana na kutujalia nafasi njema kama alivyoweza kutujalia kwa siku ya leo. Kuna jambo hili ambalo mara nyingi wengine hudhani ya kwamba kuna mwisho wa dunia na wengine hudhani ya kwamba hakuna mwisho wa dunia. Hilo kusema kweli ni swala ambalo lilitakiwa liweze kuwekwa vizuri katika maandiko, kama mwisho wa dunia upo au haupo. Kwa sababu kuna wapo ambao wanasema pia la baada ya mtu kufariki basi hapo ndio mwisho wake wa dunia. Lakini tuangalie kitu kimoja, maana tunapokuwa tunajiuliza katika masuala ya Biblia ni lazima tuwe na watu ambao walikuwepo katika kipindi kile, waliuliza nini au walipewa majibu gani baada ya kuuliza vile walivyouliza. Hapo ndipo tunaweza tukaanzia kuweza kupata majibu sahihi. Ukiangalia katika kitabu cha Mathayo, Injili katika kitabu cha Mathayo, tunaanza kuona hapa jambo ambalo Yesu anaulizwa, na tuone namna ambavyo alikuwa analijibu hili andiko. Tunasema katika mstari wa 3:24 mstari wa 3, asema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa hiyo kumbe wanafunzi walikuwa wanajua kwamba kuna mwisho unakuja. Sasa wanamuuliza Yesu awaambie ni lini itakuwa kwanza dalili ya kuja kwake, alafu na ya mwisho wa dunia. Kumbe kuna mwisho upo, Biblia inakiri, na Yesu mwenyewe ndiye anayekuja kusema ya kwamba upo, lakini ni kipi ambacho kitaonesha mwisho unakuja? Unaona watu wa baba tuweze kuelewana katika hicho kipengele. Kwa hiyo anakuja kueleza vile vile. Sasa Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Huo ni mstari wa 4 kwenye sura ya 24 ya kitabu cha Mathayo. Mtu asiwadanganye. Sasa amekusha kutoa hapa, amekuja akatupatia dalili nyingi zimekuja kuongezwa hapa. Amesema utakuja kuwa na kusalitiana, utakuja kuwa na vita na matetesi ya vita. Hizo si dalili ninazotaka tuweze kuzizungumzia siku ya leo, maana dalili zipo na zipo wazi hapo, ukisoma utaweza kuona. Lakini nataka nikupeleke moja kwa moja katika mstari wa 13. Anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo kumbe kuna mwisho unaokuja, na atakayevumilia mpaka mwisho huo ndiye atakayeokoka. Lakini pia sasa anakuja mstari wa 14 anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kumbe mwisho upo, lakini ili uje ni lazima injili iweze kuhubiriwa katika ulimwengu wote. Katika ulimwengu wote, ndivyo Biblia inavyotufundisha. Kumbe mwisho upo, lakini utahubiriwa kwanza injili, ndipo mwisho utakuja. Sasa mwisho utakuwa namna gani? Mwisho utakuwa namna gani? Utakuwa namna gani? Maana hata huo mwisho haizieleweki vizuri. Kila mmoja anakuwa ana jibu lake la kusema kuhusiana na mwisho wa wakati. Lakini Biblia iko wazi na tuelekeza vizuri kabisa kwamba kumbe kuna uhusiano kati ya kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Kuna uhusiano mkubwa. Kuna uhusiano mkubwa kati ya kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Ndio swali lililokuwa limewekwa hapo. Maana wameuliza tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Kumbe tutakapoona dalili za wewe kuja na kuja kwa mwisho wa dunia kunaambatana pamoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu mwenyewe alikuja kuwaeleza kwenye sura inayofuata ya kitabu hiki, sura ya 25, akawaambia kwenye mstari wa 31, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake, malaika watakatifu wote pamoja na, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake atakapokuja. Kwa hiyo Yesu atakuja tena. Unaona? Na atakapokuja sasa ndipo ambapo mwisho unahusiana. Lakini kuna tukio litakalofanyika katika huo mwisho. Petro analieleza vizuri katika waraka wake. Twende katika waraka wa Petro ambapo anaelezea habari za huu mwisho utakavyokuwa. Kufa kwa mtu sio mwisho wa dunia. Hicho kitu kiweze kuwekwa akilini vizuri. Maana baada ya kufa kila mtu anakufa leo hivi. Kina Daudi wamekufa, wengine wote wamekufa wakabaki hapo. Ibrahimu wamekufa akabaki hapo, lakini na wengine wote wamekufa hapo, lakini kuna tumaini la ufufuo utakuja. Sasa ufufuo utakavyokuja ndivyo ambapo
kutafufuliwa kwa ajili ya hukumu. Wale walioko makaburini lazima waje wafufuliwe kwa ajili ya hukumu. Ndipo ambapo tunakuja kuona kwamba mwisho unaelekea hapo. Unaona? Kwa hiyo si kwamba anavyokufa mtu anaishia hapo hapo na hakuna kingine chochote kuhusu yeye. Ndio anapokufa hakuna chochote, lakini baada ya ufufuo kuna hukumu inakuja. Yesu mwenyewe anakuja kutueleza hilo habari. Tuanze kwanza na Petro atuelekeze. Anasema Bwana hakawii kuitimiza. Hii ni Petro wa kwanza, Petro wa pili katika sura ya 3 ya mstari wa 9 tunapasoma hapo. Anasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Mstari wa 10, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu na viumbe vya asili vitaunguzwa. Katika siku hiyo ambayo ndio inaelezewa katika mwisho. Unaona Alafu anasema na kufumuliwa na nchi na kazi zake na kazi zilizomo ndani yake zitateketezwa. Zitateketea, zote zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa. Kwa hiyo katika siku hiyo vitu vyote mwisho utakuja kufika. Na hapo ndipo kutakuja kuwa na kuangamizwa kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Petro anasema vile vile wakati wa mwisho wa nyuma huko, kuna wakati ambapo Mungu aliteketeza dunia kwa maji, wakati mwingine akateketeza dunia kwa moto, lakini raundi hii anasema ya kwamba kuna kuja kuwepo kwa kuteketezwa kwa moto tena kwa wasiomcha Mungu. Turudi kwenye hiyo sura ya 3 waraka wa pili wa Petro. Anasema maana hufumba macho wale wanaosema siku ya Bwana haiji, wale wanaosema hakuna mwisho wa dunia, wanafumba macho yao alafu wasione neno hili ya kuwa mbingu tangu zamani na nchi pia imewekwa kutoka zimefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Wanafumba macho yao kwa maana Mungu aliligarikisha dunia wakati wa nyuma, lakini anasema kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia. Wakati wa dunia ya Nuhu, wakati wa Nuhu iliweza kugarikishwa kwa maji, na tunajua kuna gharika ilikuja wakati ule. Lakini baada ya hapo nini anakisemea? Anasema mstari wa 7, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno hilo hilo. Unaona kwa neno hilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu. Kumbe kuna siku inayokuja inaitwa siku ya hukumu, inakuja mbele yetu. Dunia ya sasa na mbingu zimewekwa akiba na zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Sasa wataangamiaje wakati wengine wapo bado makaburini? Wanakuja kuangamia kwa mfumo gani? Turudi kwa Yesu kidogo atuelekeze kitu kimoja ambacho tukikipata hapo tutakuja kuona kwamba kumbe Yesu alikuwa na maana kutuelekeza habari za ufufuo utakaokuja na ya mwisho wa dunia ambao upo kabisa, ambapo hupo utakapokuja sasa, utakapofika hapo Yesu mwenyewe anakuja kutoka mbinguni. Aya, Yesu anawaambia msistaajabie maneno hayo katika sura ya 5 ya kitabu cha Yohana 5 mstari wa 28. Anasema msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake. Kumbe watu wamo makaburini na wale ambao wamo humo wataisikia sauti yake. Kwa hiyo sio kwamba kwa sababu wamo tayari kaburini wamemaliza siku zao. Hapana, watasikia tena sauti ya Kristo. Lakini nini kitafuata? Mstari wa 29, nao watatoka. Kumbe watatoka kwenye makaburi, na hicho ndicho tunachokisemea habari za ufufuo. Na utasema uenda usome vizuri katika Wakorintho kwanza sura ya 11, sura ya 15 kuanzia mstari wa 50. Utakuja kuona kitu ambacho anakisema pia Paulo mtumishi. Lakini anasema watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Ndio maana Petro anasema kwamba kuna wakati unakuja, maana dunia ya sasa imewekwa akiba kwa moto. Unaona, ikilindwa hata siku ya hukumu. Hiyo siku ya hukumu ni ya hawa ambao Yesu anasema watafufuliwa kama kundi la pili, waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu.
Unaona, ndio hawa waliotengenezwa waliowekwa katika hilo kundi. Kwa hiyo mwisho wa wakati upo, dunia ipo na inafikia mwisho wake. Utakapokufa wewe umefunga kitabu chako cha mambo uliotenda, maana utakapokuja kufufuliwa utakuja kuletewa hesabu tu ya kile ambacho umekwisha kukitenda, ikiwa ulimwamini Yesu, ikiwa ulitenda sawasawa na vile anavyokuagiza. Lakini baada ya hicho kifo chako bado utakuwa kaburini. Mwisho utakuja ambapo Kristo atakuja. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 16 anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Unaona Kwa hiyo malaika wote watakuja pamoja na Kristo, na mwaliko huo atakuja nao kwa ajili ya kuja kuhukumu. Lakini hapo watafufuliwa wale waliokuwa wamekufa katika Kristo, lakini fungu la pili ni la wale ambao sasa watakuwa katika ufufuo wa hukumu, na hicho kitu kinakuja mbele yetu. Swala ni lipi? Swala ni la mtu mmoja mmoja sasa kujiangalia. Swala la mtu kujiangalia, usiweze kudhani ya kwamba kuna wakati utakuja kuombewa ndio uweze kuhamishwa katika fungu fulani, upo sijui katika purgatory au sehemu nyingine yoyote. Hicho kitu hakipo, maana utakuwa umelala hapo kaburini ukisubiri ufufuo, kwamba utakuwa ni ufufuo wa uzima au ufufuo wa kuaibika milele katika hukumu ya milele. Bwana na akatusaidie kujua katika hili, maana mwisho unakuja na tumaini letu lipo. Ndio anasema ya kwamba mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Na anasema akienda atakuja kuwachukua. Atakujaje mpaka mwisho uweze kuwa umekwisha kufika?